lakini pia kwa imani na matumaini makubwa katika ahadi za Mungu, kifo kinatugusa sote, kinaumiza mioyo yetu, kinatuletea maswali mengi, na wakati mwingine hutufanya tuhisi udhaifu wa maisha ya mwanadamu. Lakini masomo tuliyosikia leo, tunaalikwa kukitazama kifo kwa macho ya imani, si kwa macho ya hofu. Jambo la kwanza, thamani ya maisha haipimwi kwa miaka, bali kwa uadilifu. Mwenye haki hata akifa mapema atakuwa katika pumziko. Ni maneno ambayo tumeyasikia katika kitabu cha Hekima ya Solomoni. Mara nyingi wanadamu hupima mafanikio ya maisha kwa idadi ya miaka aliyoishi duniani. Tunapenda kuona mtu anaishi miaka mingi, lakini Mungu anaangalia jambo tofauti. Yeye anaangalia namna mtu alivyoishi, si muda aliokaa duniani. Kuna watu wanaishi miaka mingi, lakini hawaachi alama yoyote kwa watu wengine. Hawa watu wanaoishi miaka mingi hawaachi alama, maana yake wao si watu wema. Wengine wanaishi maisha machache, lakini maisha yao yanakuwa baraka kwa watu wengine. Mungu hupima maisha kwa upendo, uaminifu, huduma na haki. Hii ndiyo sababu tunapokumbuka maisha ya mpendwa wetu Petronila leo, hatupaswi kuhesabu tu miaka yake, bali tunapaswa kukumbuka mema aliyoyafanya, upendo aliyouonyesha, ushauri aliyotoa, mchango wake kwa familia na kanisa pamoja na jamii. Maisha ya mwanadamu yanakuwa yana thamani pale yanapokuwa zawadi kwa watu wengine. Jambo la pili, kifo sio mwisho wa safari, bali mwanzo wa umilele. Tumesikia katika kitabu cha Ufunuo, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Ni maneno yenye matumaini. Kifo sio mwisho wa kila kitu. Kifo ni mlango unaotufungulia maisha ya milele. Dunia ya leo mara nyingi hutufundisha kutafuta mali, umaarufu na madaraka, lakini tunaposimama mbele ya jeneza la mpendwa wetu leo, tukumbushwe ukweli ambao unasema hakuna kitu cha kidunia tutachoweza kuondoka nacho. Mali hubaki, nyumba hubaki, fedha hubaki, lakini matendo mema huendelea kutufuata mbele za Mungu. Ndiyo maana Ufunuo unatueleza ukweli, matendo yao yanafuatana nao. Tujiulize sisi sote, kama leo Mungu angeniita au angekuita wewe, ni matendo gani yangekufuata? Ningekumbukwa kwa matendo gani? Je, ungekumbukwa kwa upendo au kwa migogoro? Ungekumbukwa kwa huduma au kwa ubinafsi? Kifo cha mpendwa wetu kinakuwa mwalimu wa maisha kwa sisi tuliobakia. Kinatukumbusha kwamba sisi sote ni wasafiri duniani. Siku moja kila mmoja wetu atasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya maisha yake. Wapendwa, Yesu ndiye njia ya ukweli na uzima. Tunaalikwa tusifadhaike mioyoni. Maumivu tulionayo, machozi tunayomwaga, anajua mpendwa wetu Petronila pengo aliloliacha kwenye familia na kwenye jamii. Lakini Yesu anatuambia tusikate tamaa. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makazi mengi. Yeye ambaye ni mwili wa Kristo,
yeye ambaye anatuambia tukiula huo mwili tutafananishwa na Mwenyezi Mungu. Uzima wa milele. Yesu akubaki kaburini, alifufuka. Kwa sababu amefufuka, na sisi tuna matumaini ya kufufuka. Katikati ya huzuni ya leo, tunamwangalia Kristu aliyeshinda mauti. Kaburi halina neno la mwisho. Neno la mwisho ni la Mungu, na neno hilo ni uzima. Yesu anasema tena, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Wapendwa, katika ulimwengu huu wa sasa, njia ziko nyingi. Yesu ndiye njia ya kweli anayotupeleka kwa Baba. Katika dunia hii yenye uongo mwingi, Yesu ndiye ukweli. Katika dunia hii inayokumbwa na kifo, Yesu ndiye uzima. Tunapomkabidhi ndugu yetu Petronila mikononi mwa Kristu, tunafanywa tuwe watu wenye matumaini kwamba Yesu ambaye ni njia atamuongoza kwa Baba. Yesu ambaye ni ukweli atamkumbuka na atamhukumu kwa haki. Yesu ambaye ni uzima atamshirikisha uzima wa milele. Ndugu wapendwa, tunaitwa kujifunza juu ya hiki kifo. Kinatukumbusha kuwa maisha ni mafupi. Mara nyingi tunatumia muda mwingi kugombana na wenzetu, kubeba chuki, kutunza visasi na kujitegemea sisi wenyewe, na pia huku kutufanya kujitenga na ndugu zetu. Lakini mbele ya kifo tunagundua kwamba upendo ndio jibu muhimu au jambo muhimu zaidi maishani mwetu. Tunaitwa kutafakari kwamba kama kuna mtu amekukosea, unaitwa kumsamehe. Kama kuna ndugu yako hujazungumza naye muda mrefu, mtafute uzungumze naye. Kama kuna mzazi yoyote, mme wako ama mke wako, watoto wako au rafiki zako ambao hujawaonyesha upendo, waonyeshe upendo huo leo. Tusisubiri hadi siku ya mazishi ndipo tutamke maneno yaliyo mazuri juu ya marehemu, kwamba tulikupenda, Mungu amekupenda zaidi. Ni maneno ambayo yanakuwa hayana uhalisia ndani ya maisha yetu. Tuonyeshe upendo sahihi kwa watu angali wakiwa hai, maana jamii yenye mshikamano, huruma na kusaidiana ndiyo jamii inayomdhihirisha Mungu. Leo tunapomwombea ndugu yetu, tunamkabidhi kwenye huruma ya Mungu. Tunaamini kwamba Mungu ambaye ni Baba wa rehema atamwangalia kwa mema yote aliyoyatenda, atamkaribisha katika makao ya milele. Lakini wakati huo huo tunapaswa kujifunza sisi wenyewe. Je, tuko tayari kukutana na Mungu? Je, maisha yetu yanaendana na imani tunayoikiri? Je, maisha haya tunayoishi, tunaishi tukijua kuwa tuko safarini kuelekea uzima wa milele? Wapendwa, tunapoendelea kuadhimisha azimisho hili la Ekaristi Takatifu, tumwombe Mungu amsamehe Petronila madhambi zake zote alizozitenda, ili aweze kumpokea kwenye ufalme wa milele. Maana awajalie wote walioachwa nyuma faraja, amani na matumaini. Maana Petronila alikuwa, wakati wa ubatizo wake, alipewa zile ahadi kuwa atakuwa mfalme na atakuwa nabii. Tumwombe Mungu sasa aweze kumsamehe, nasi tunaobaki tuwe na matumaini
kuwa Mungu atatukutanisha naye.